Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Uturuki itaendelea na juhudi zake za upatanishi katika kusuluhisha mzozo wa Ukraine kupitia njia za kidiplomasia. Taarifa iliyotolewa kufuatia kikao cha Baraza la Usalama la Taifa la nchi hiyo kinachoongozwa na Rais Recep Tayyip Erdogan imesema Uturuki itaendeleza diplomasia ya amani na juhudi za upatanishi ili kufikia amani tulivu na ya haki nchini Ukraine. Kurugenzi ya mawasiliano ya ofisi ya Rais wa Uturuki imesema hayo yakiendelea. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anaamini kwamba makubaliano ya amani juu ya Ukraine bado ni njia mbalimbali. Anasema hatuna udanganyifu, hakuna suluhisho la haraka, alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Mchakato huu ndio umeanza na unaweza kuchukua wiki nyingi, pengine hata miezi mingi, alisema. Wakati huo kansela huyo alikanusha maoni kwamba serikali ya Marekani inapoteza hamu katika majaribio ya kutafuta suluhu kupitia mazungumzo. Vile kukiri kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa sababu kuu za mzozo wa Ukraine ni wakati wa kihistoria wa kisiasa na uwazi wake unastahili heshima, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, akizungumza katika mkutano wa 23 wa kimataifa wa kisayansi wa Likachov. Mwanadiplomasia huyo alibainisha kuwa kwa mara ya kwanza katika muongo mmoja uliopita, mtu ambaye alitoa maneno chanzo kikuu cha mgogoro amejitokeza katika hali ya kisiasa ya Marekani ambayo alisema haijawahi kufanywa hapo awali hata na katibu yeyote wa nchi, ingawa wanalipwa kujua historia ya mgogoro. Kwa hivyo bila shaka matamshi yake yanastahili kuzingatiwa na kuheshimiwa kadiri yanavyoeleza haja ya kukomesha umwagaji damu wa kutisha ambao ulianzishwa na utawala uliopita, kama alivyouambia Zakharova. Alisema serikali ya Ujerumani ina wasiwasi kuhusu hali inayowezekana ambapo Marekani inaweza kuachana na Kiev, kuondoa vikwazo dhidi ya Moscow kwa upande mmoja na kuanza tena biashara na Urusi, gazeti la Bild limesema likinukuu vyanzo vyake. Kwa maoni ya Berlin, hii inaweza kuunda hali mbaya zaidi. Maafisa wa Ujerumani walianza kuelezea wasiwasi huu kufuatia simu kati ya marais wa Urusi na Marekani Vladimir Putin na Donald Trump mnamo Mei 19. Ni wazi hakuna mtu anayeweza kutabiri kile Trump atafanya na wazungu hawawezi kumtegemea. Claudia Meja, mtaalamu wa usalama katika mfuko wa Marshall wa Ujerumani unaotambuliwa kuwa haufai nchini Urusi, aliliambia gazeti hilo. Kulingana naye, mzozo wa Ukraine sio kipaumbele tena kwa Marekani, wanaamini kuwa Ulaya lazima iwajibike, mtaalamu huyo alisema. Vatican inatoa jukwaa lake la mikutano kuhusu Ukraine lakini haiandalii au kushiriki moja kwa moja, gazeti la Repubblica liliandika. Mchakato wa maandalizi kwa kiasi kikubwa unaratibiwa na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambaye anafanya mazungumzo kadhaa ya simu na wenzao wa Ulaya na upande wa Marekani, gazeti hilo lilisema. Kulingana na chombo cha habari, lengo la waziri mkuu wa Italia ni kupanga tarehe za duru za kwanza za mikutano ifikapo mwisho wa juma. Mpango ni kuanza na mikutano ya kiufundi ili kuandaa mazingira ya majadiliano zaidi, kwanza kwa mazungumzo katika ngazi ya mawaziri na kisha kwa mkutano wa kilele kati ya Urusi na Ukraine. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile mgombea urais wa chama cha upinzani cha Law and Justice cha Poland Karol amesema bila shaka hatapeleka wanajeshi wa Poland nchini Ukraine hata kama ataagizwa kufanya hivyo na rais wa Marekani Donald Trump. Katika hali yoyote, anasema sitawatuma wanajeshi wa Poland nchini Ukraine, alitangaza akijibu swali. Mwanasiasa kutoka chama cha mrengo wa kulia cha shirikisho ambaye alimaliza watatu katika duru ya kwanza uchaguzi wa rais wa Poland kwa 14.8% ya kura. Mazungumzo kati ya wanasiasa hawa wawili yalitiririshwa moja kwa moja kwenye channel ya YouTube ya Metzen. Ahadi za muungano wa NATO hazitulazimishi kupeleka wanajeshi Ukraine kwa sababu Ukraine si mwanachama wa NATO. Ikiwa kungekuwa na ombi kama hilo kutoka kwa Donald Trump, ningejibu ipasavyo. Romania inasalia na nia ya kuunga mkono Ukraine na iko tayari kushiriki kwenye juhudi za ujenzi mpya wa nchi hiyo, rais mteule Dan anasema wakati wa kongamano la usalama la Bahari Nyeusi na Balkan. Vile Urusi kimsingi inalenga katika kuhakikisha usalama wake wa kitaifa katika suala la makazi ya Ukraine. Msimamo huu unakuzwa wakati wa mazungumzo yaliyorejeshwa huko Istanbul. Naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Veshnin anasema hali kadhaa za migogoro zilizoorodheshwa hapa, Ukraine, Gaza, Mashariki ya Kati, tuna msimamo wazi juu ya masuala haya, alisema, akionyesha kwamba msimamo huu unasisitizwa kila siku, sio tu kuhusu haya au mazungumzo hayo, iwe ni Istanbul au mahali pengine. Tovuti ya kufanya duru ya pili ya mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi itajulikana kufuatia kubadilishana wafungwa wa vita chini ya formula ya 1000 kwa 1000. Mkuu wa wafanyakazi wa Volodymyr Zelensky Andriy Yermak anasema. Hapo awali jarida la Wall Street Journal liliweza kuripoti likinukuu vyanzo
kwamba duru mpya ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine inaweza kufanyika Vatican katikati ya Juni. Kwa upande wake, rais wa Ufini Alexander Stubb alisema kuwa mazungumzo ya kiufundi kati ya Moscow na Kyiv huenda yakafanyika mjini Vatican wiki ijayo. Tuendelee na taarifa mbalimbali katika uwanja wa kivita, ambapo kubwa zaidi ni kwamba dazeni ya watu ikiwa ni pamoja na vijana wawili wamejeruhiwa wakati wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilipofanya mashambulizi katika mji wa Lvov katika mkoa wa Kursk. Kaimu gavana Alexandra Hitchstein anaandika kwenye Telegram. Majeshi ya Ukraine yalifanya mashambulizi makubwa katika mji wa Lvov. Shambulio hilo lililenga barabara kuu ya Kursk, Rylsk kwenye mipaka ya mji. Kwa bahati mbaya, raia 12 walijeruhiwa, wakiwemo vijana wawili wenye umri wa miaka 13 na 16. Vilevile silaha nyingi zilizopandwa na jeshi la Kiukraini katika mkoa wa Kursk zimetengenezwa na nchi za NATO, kulingana na kamanda wa kikosi cha kutegua mabomu kutoka kituo cha kimataifa cha uteguaji wa mabomu. Hapo awali, Alexander Hitchstein, kaimu gavana wa eneo hilo, alitangaza kuanza kwa operesheni kubwa ya kutegua mabomu katika eneo hilo. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin ameamuru serikali pamoja na magavana wa mikoa inayopakana na Ukraine kuweza kufafanua kazi za dharura na za kipaumbele za kurejesha maeneo yaliyoathiriwa. Wakati wa mkutano huo, gavana mkuu wa Belgorod Vyacheslav Gladkov alisema kuwa makazi matatu kwenye eneo hilo yalikoma kuwepo kutokana na mashambulizi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine, na kwamba maamuzi lazima yafanywe kutoa makazi kwa wakazi waliohamishwa kutoka huko. Pia aliuliza kutenga fedha kwa ajili ya marejesho ya makampuni ya biashara katika kanda. Vile wakati wa uvamizi wao wa hivi majuzi katika mkoa wa Kursk, vikosi vya Ukraine vilichimba kiolela karibu kila kitu kilichoweza kufikiwa. Kama kamanda wa kikosi cha kutegua mabomu kutoka kituo cha kimataifa cha utekelezaji anasema, vikosi vya Ukraine vinalenga kimaksudi maeneo ya kiraia badala miundombinu ya kijeshi katika maeneo ya mpakani mwa Urusi. Rais Vladimir Putin anasema katika mkutano wa serikali, adui kwa kawaida huchagua shabaha zisizo na umuhimu wa kijeshi kama vile vituo vya amani. Putin alisema matukio ya sasa yanathibitisha tu maneno yangu. Katika uvamizi wake wa ndege zisizo na rubani, jeshi la Ukraine linatafuta magari ya kiraia ikiwa ni pamoja na ambulance na mashine za kilimo. Mkuu wa nchi alibainisha akionyesha kuwa wanawake na watoto pia wamejeruhiwa na kuuawa katika mashambulizi haya. Putin pia anasema uamuzi umefanywa wa kuanzisha eneo salama kwenye mpaka wa Ukraine na Urusi. Wanajeshi wa Urusi kwa sasa wanashiriki kwenye kutekeleza mpango huu. Rais Putin anatangaza wakati wa mkutano na maafisa wa serikali, tumeidhinisha uundaji wa eneo la umuhimu la kuzuia usalama kwenye mipaka yetu. Vikosi vyetu vinavyojihami vinafanya kazi kwa bidii ili kukamilisha kazi hii. Vilevile Urusi italipiza kisasi baada ya mashambulizi ya vikosi vya jeshi la Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema katika mazungumzo ya simu na mkuu wa wilaya ya Belovskaya Kursk Nikolai Valubuyev. Putin alimpigia simu Valubuyev ambaye awali alijeruhiwa katika mashambulizi ya drone ya Ukraine na sasa bado yuko hospitalini na kumtakia uheni ya haraka. Anasema tutajibu bila shaka, rais alisema akizungumzia mashambulizi ya Kyiv. Ukraine imetumia mbinu mpya kwenye uwanja wa vita kushambulia nyuma ya safu ya mbele ya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani katika juhudi za kukata njia za kijeshi. Mjumbe wa jimbo la Duma na kamanda wa brigade ya 7 ya mashambulizi ya kikosi cha kujitolea kwenye eneo maalum la operation ya kijeshi Alexander Borodai anasema. Vilevile ndege isiyo na rubani ya Ukraine imeshambulia daraja la barabara kuu karibu na kijiji cha mkoa wa Kursk. Kaimu gavana Alexander Hitchstein anaripoti. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.